ni Mtoro TV. Nachowaomba wanahabari, mtusambazie hizi habari kwa watu wengi pasavyo, habari zifike, lakini pia tusaidiane katika kupeana taarifa pale ambapo kutakuwa na mkwamo wa aina yoyote, ili zoezi hili liende kwa haraka na salama. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hotuba yake ya Baraza la Eid, alituasa kwamba tuwe makini katika uchaguzi, kwa sababu uchaguzi, hakuna uchaguzi mdogo. Uchaguzi ni uchaguzi na hakuna uchaguzi mdogo, na wasia ule wa Mheshimiwa Rais tuliuchukua, kwa sababu taasisi zetu za dini kiutaratibu ni taasisi nyeti na maalum zinazohusiana na masuala ya ulinzi na usalama wa taifa. Kwa hiyo tutakapokosea katika masuala ya uchaguzi, pia tutaingiza taifa katika mtihani mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo tuko makini kuhakikisha kwamba wale wote watakaoingia katika nafasi hizi za kuchaguliwa ni wale ambao watajali maslahi ya Waislamu wenzao, Uislamu, lakini maslahi ya jamii nzima na nchi nzima, na kujua kwamba tunaishi katika nchi ambayo ni ya kisekula, lakini pia inahitaji ushiriki wa kila mmoja kuhakikisha kwamba usalama na amani ya nchi inakuwa ni jukumu letu sote. Tunaomba sana wanahabari, mtufikishie habari hizi, na tunawashukuru sana kwa ujio wenu, na pale ambapo mtahitaji tena maelezo yote, tuko tayari kutoa maelekezo na maelezo hadi hapo uchaguzi utakapokamilika. Sio pale unapoishifanyika uchaguzi wa mkoa, wanapatikana pale viongozi wa kitaifa pia katika ngazi ya halmashauri kuu ya taifa, wanapatikana katika mikutano ya mikoa, kwa sababu katika mkutano mkuu wa mkoa ndipo ambapo panachaguliwa mjumbe mmoja wa halmashauri kuu atakayeenda kuwakilisha taifa, ambacho ni chombo cha halmashauri kuu cha kitaifa. Sasa viongozi wa kitaifa walio wengi sio viongozi wa kuchaguliwa, ni viongozi wa kuteuliwa. Kwa mfano, ngazi ya juu ya BAKWATA, ukianzia Mheshimiwa Mufti. Mheshimiwa Mufti, utaratibu wa kumpata Mheshimiwa Mufti ni utaratibu wa uchaguzi, lakini uchaguzi wa Mufti haufanyiki mpaka itokee kwamba Mufti amefariki au imetokea sababu yoyote ya kutokuwepo kwa Mufti, ndio uchaguzi wa Mufti unafanyika kupitia vikao vya juu vya tume ya dini. Kwa hiyo uchaguzi unafanyika pale ambapo kutakuwa na sababu ya kufanyika. Na viongozi wengine wa chini wa BAKWATA wa kitaifa, tunazungumzia Baraza la Ulama. Baraza la Ulama ni ngazi ya uteuzi. Bodi ya wadhamini ni ngazi ya uteuzi. Katibu mkuu ni ngazi ya uteuzi. Makatibu wa wilaya ni ngazi ya uteuzi. Makatibu wa mikoa ni ngazi ya uteuzi. Kwa zile ngazi za teuzi zitaendelea kubaki pale pale. Ila baada ya kumaliza uchaguzi mkuu katika ngazi hizi, kuna ngazi za teuzi ambazo zinadumu kwa miaka 5. Kwa mfano, wale ambao wameisha muda wao sasa, kama Mheshimiwa Mufti mfano anahitaji kuendelea nao katika ngazi ile, anawateua tena, kwa mfano bodi ya wadhamini, lakini pia na wajumbe wa Baraza la Ulama, ambao baadaye watakwenda kuthibitishwa katika mkutano mkuu wa BAKWATA. Kwa sababu tukishamaliza uchaguzi mkuu huu, hatua inayofuata ni mkutano mkuu wa BAKWATA ambao utakwenda kuthibitisha viongozi hawa waliochaguliwa katika ngazi za chini na wale waliopata teuzi kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo hili na uchaguzi wa mwisho ulifanyika mwaka 2020. Kwa hiyo baada ya miaka 5 ilitakiwa tufanye mwaka 2025, lakini kutokana na uchaguzi mkuu tuliahirisha, na ndio maana tunafanya katika mwaka huu wa 2026. Nimezungumza vizuri kwamba nafasi za uchaguzi zinazogombewa nimezitaja zote hapa kwa mujibu wa waraka, ni hizi. Zile ndio nafasi zilizoko na uchaguzi kwa mujibu wa katiba. Nafasi zingine ni za uteuzi. Katika BAKWATA kuna nafasi viongozi wanapatikana katika aina hizi mbili. Kuna viongozi wa kuteuliwa, kuna viongozi wa kuchaguliwa. Nafasi za mashehe wa mikoa ni nafasi za kuteuliwa, hazigombei wala hazifanyiwi uchaguzi. Nafasi za mashehe wa wilaya
ni nafasi za kuteuliwa, sio nafasi za kuchaguliwa. Hivyo hivyo ukishuka mpaka mashehe wa kata ni nafasi za kuteuliwa, sio nafasi za kuchaguliwa. Hivyo hivyo makatibu mpaka wilaya kwenye kata wanafanyiwa uchaguzi, lakini kwenye wilaya wanafanyiwa uchaguzi no, kata wanafanyiwa uchaguzi, katibu wa kata anachaguliwa, lakini kuanzia huku juu kwenda wilaya wale wanateuliwa. Kwa hiyo wote wale ni wateule, wanateuliwa. Wale mteule, nafasi ya kuteuliwa sifa yake ni kwamba aliyemteua kwa nafasi ile, mwenye mamlaka ya uteuzi, akiamua kufanya utenguzi atafanya utenguzi kwa mujibu wa katiba alivyoona yeye, lakini hizi nafasi zingine zinaendelea kubaki kama ilivyo. Kwa hiyo mufti yuko kama mufti, ni mufti wa Tanzania, hakuna uchaguzi. Katibu mkuu ni katibu mkuu, hakuna uchaguzi mpaka mteule wake atakaposema labda nimetengua. Mashehe wa mikoa bado ni mashehe wa mikoa mpaka nafasi za wenye nafasi za kutengua labda watengue kwa sababu mbalimbali. Mashehe wa wilaya hivyo hivyo, makatibu wa wilaya, makatibu wa mikoa hivyo hivyo. Na zipo nafasi zingine za makadhi wa wilaya, wa mikoa ambao wapo na wenyewe hivyo hivyo ni mamlaka za uteuzi zinazowateua. Kuna kipengele kimoja tu kwamba tuna upungufu mkubwa wa makadhi katika wilaya, na mchakato wa kujaza nafasi za makadhi katika wilaya na wenyewe unafanyika haraka iwezekanavyo, na hivi karibuni karibu wilaya zote zitakuwa na makadhi wa wilaya. Lakini pia sambamba na uchaguzi huu ambao unafanyika, zile nafasi zote za uteuzi ambazo ziko wazi na zenyewe zinafanyiwa taratibu zijazwe, ili BAKWATA kuanzia mwaka huu unaoendelea wa uchaguzi kila nafasi iwe ina watu, kwa sababu watu wako wengi na wenye ari na moyo wa kujitoa na kujitolea wako wengi. Nafasi za ukaimu ni nafasi za kukaimu kwa muda mfupi, kuangalia nafasi zake ya mtu ile aliyeteuliwa kwamba labda ataiweza ile nafasi kwa muda fulani. Kwa hiyo hatakiwi mtu kiutaratibu akaimu muda mrefu sana, miezi 6 na kadhalika. Akishakuwa amekaimu kwa muda mrefu, ikifika muda ambao anapaswa athibitishwe, kama anaonekana hawezi ile nafasi, basi anateuliwa mwingine. Kwa hiyo hilo nalo tunalifanyia kazi. Almuhimu tumeweka utaratibu katika ngazi zote, kwamba kwa mfano ngazi ya kata wanachukua fomu, lakini mamlaka ya kuijadili ngazi ya kata ni ngazi ya wilaya. Kwa hiyo kama kutatokea malalamiko yote katika ngazi ya chini, ile ngazi ya juu yake inafanyia kazi malalamiko yale na kutatua ile changamoto iliyotokea. Kwa hiyo hatutarajii pengine kwamba kutatokea mahala ambapo malalamiko yatakuwa makubwa sana. Yanaweza yakatokea, lakini yatatatuliwa kwa ngazi kwa ngazi. Ngazi ya msikiti itatatuliwa na kata, ngazi ya kata itatatuliwa na ngazi ya wilaya, ngazi ya wilaya itatatuliwa na ngazi ya mkoa, ngazi ya mkoa itatatuliwa na taifa. Na ndio maana kwa utaratibu hayo majina ya mchujo yote ya ngazi ya chini naenda ngazi ya juu mpaka tunafikia mwisho. Kwa hiyo tunatarajia pia, lakini pia uongozi wa dini huu ni wito tofauti na uongozi wa kisiasa. Sifa kubwa ya viongozi wa dini hasa BAKWATA ni viongozi ambaye watapenda kujitoa na kujitolea. Sio ule uongozi kama ni ajira, kama kule kwenye siasa kidogo na shida kidogo, lakini huku ni watu ambao wanajitolea kwa kutumikia dini. Kwa hiyo ikhlasi inaongoza zaidi kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tunatarajia matatizo kama hayo hayatakuwa mengi. Hii ni Mtoro TV.